Na kusalimu pale ambapo unajiunga pamoja na Hope News TV. Hujambo na karibu katika asubuhi ya leo. Karibu twende wote mwanzo hadi mwisho wa live yetu hii. Live ambayo inakuangazia habari mwanana, mpya, nzuri, nyepesi, inavuja damu hii. M23 RDF wanalaumiana baada ya maafa ya hapo Uvira. Twirwaneho pia kujitenga au kutangaza kujitenga na M23. Habari ndiyo iliyo mezani, pia kufanya kilio au maombolezo kisiri. Utakumbuka kwamba kuondoka kwa M23 katika mji wa Uvira sio utashi wa kawaida au sio utashi wao, bali kuna hali moja fulani ambayo iliwapata wakati pia wametangaza kujiondoa mara mingi mfululizo na wakakosa kujiondoa. Sasa wakati wanaondoka hapo Uvira, kuna tatizo ambalo liliwapata, ulilitambua na ulilijua. Bomu lilishambulia. Wakati bomu lilishambulia, liliwaacha kwenye majonzi makubwa. Baadhi ya maafisa wao wakubwa wa ngazi za juu walifariki. Habari ni ya kweli. Waafisa wapatao 49 49 walifariki katika shambulizi la ndege hapo Uvira, kulingana na habari kutoka vyanzo vya M23 ambazo tunazo hapa sasa. Na kwa kuondoka kwao kumekuwepo na hali ya furaha kwa wakimbizi wa Kongomani walioko Burundi, ambao walishangilia sana kuondoka kwa M23 katika mji wa Uvira, wakipongeza rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwamba aliwezesha diplomasia. Diplomasia ndiyo ilichangia, lakini kikubwa ni hicho kichapo ndicho kilipelekea wao kujiondoa hapo Uvira. Sasa hivi karibuni wa Kongo wanatarajiwa kurudi Uvira, Kamanyola, Bukavu, Walungu, Goma, Masisi na kwingineko, na hiyo ni tayari imeanza kufanyika baada ya meya makamu wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki kuwasili jana hapo Uvira mchana na kuomba amani na salama katika raia wa Uvira na kushangilia ushindi ambao pia umerekodiwa. Lakini pamoja na hiyo, tuko haraka serikali ya Kongo imeanzisha warsha ya kitaifa ya siku mbili mnamo Alhamisi Januari 22 huko Kinshasa, ili kuchambua hali ya usalama na kurejesha mamlaka ya serikali huko Uvira, Kivu Kusini. Tukio hili linaongozwa na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani na usalama Jacquemain Shabani. Linawaleta pamoja wataalamu kutoka vyombo vya usalama ili kupendekeza suluhu zinazofaa. Jacquemain Shabani anaelezea kujiondoa kwa M23 kama kupotosha, kuashiria kuwepo kwa mabaki ya vipengele vya RDF M23 katika nguo za kiraia katika mji wa Uvira, vinavyoweza kutekeleza mauaji yaliyolengwa dhidi ya raia walio katika mazingira magumu. Yaani raia Uvira, watu wanakufa. Idadi kubwa tayari imerekodiwa ya watu kufariki kutokana na mashambulizi ya M23 waliovua nguo zao na kuachwa hapo Uvira. Lakini shukrani na big up sana kwa serikali, kwa sababu genge mmoja wapo jana limenaswa na limewasilishwa kwa vyombo vya habari, na sasa wanajieleza. Wametaja ukweli kwamba wanafanya kazi na lengo lao lilikuwa kama hilo ambalo tayari tumelizungumza, la kuwa raia na kutafuta kufezeresha serikali ya Kongo. Jacquemain Shabani anabainisha kwamba vitendo hivi vililenga zaidi kuzalilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC pamoja na wazalendo, huku vikundi vyenye silaha vikiendelea katika maeneo ya milima yanayotazama jiji na kubakiza faida yao, mbinu zao huko Uvira. Habari ambayo tumekuanzilia nayo ya kusema kwamba huko Uvira M23 hali yao sio nzuri, na kutokana na kwamba kichapo kiliwapata na kutokana kuorozesha idadi kubwa ya maafa na kuona hakuna malengo ambayo wanayafikia, kama vile Ngumino Twirwaneho ambao walijiunga na M23, sasa wako kwenye mparaganyiko. Twirwaneho wanataka kujiondoa kwa M23 kwa sababu wamoja wanasema kwamba njama ambazo walizifanya haziwasaidie kitu.
na kama aziwasaidie kitu, ni vizuri waende wakufie huko milimani, tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga, wakubali kutembea na rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye ni rais wa DR Congo, na ambaye wanataja kwamba siasa tu ndizo huenda ziliwafanya wao kuparaganyikia Rwanda. Sasa hali ndivyo ilivyo, na upande mwingine wanajaribu kutafuta namna gani wataziba tundu ambazo walikuwa wakizimiliki hawa viongozi ambao waliopotea. Majina yapo na wengine wananyamanza, wapo wazima, wanashindwa nini wazungumze mbele ya vyombo vya habari, ukizingatia kwamba M23 haiwezi maliza siku 2-3 hawajapost au hawajafanya chochote. Ina maana kwamba kuna tatizo ambalo halijaendeka vizuri, au ambalo si sahihi na sawa upande wao, na ambalo si sahihi na sawa ni kama na hali nzima hii ya mauti na maafa ambayo yamewapata hapo Uvira. Sasa hali ni gani huko Kamanyola ambako walijaribu kukaa kwa muda mrefu sasa, wakitafuta udanganyifu mkubwa, wakizingizia Wanyamulenge kama vile kipaumbele kikubwa kwa mzozo ambao unaendelea mashariki mwa Kongo. Jana umefuata habari zetu, kiongozi namba moja Bwana Sebineza Enoch amewajibu M23 ukisema kwamba si wasemaji wa Wanyamulenge, waache Wanyamulenge huru na waache Wanyamulenge wabaki wakiendeleza mambo yao. Wanasema kwamba wako sawa na sahihi pamoja na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Sasa maombolezo ya kimya huko Kamanyola, wanaomboleza kwa kimya. Kwa shambulizi ambalo walilipata Rwanda ni kilio, na Kongo nzima huko kwenye diaspora na hata huko Rwanda familia nyingi zinaomboleza. Baadhi ya majirani na watu walio na mahusiano na baadhi ya viongozi wananchi wa Kongo waliojiunga na M23 ambao wanaomboleza kutokana na shambulizi ambalo liliwapata. Maafisa wa Rwanda walifariki hapo Uvira, pamoja na maafisa wa chini wa M23 RDF ambao walikuwa kwenye hayo mazungumzo. Mazungumzo yao yalikuwa yakilenga kushambulia Baraka, kutafuta namna gani watapenyeza waende Kalemi na kwingineko. Sasa wakajiondoa. Wewe ambaye ulikuwa kwenye mazungumzo unajiondoa. Utashi utaona kwamba sio utashi wake, lakini ni hali ambayo iliwapata. Sasa Ngumino Twirwaneho wao wanasema kwamba siasa hii haiwasaidii na inafanya kwamba raia wa kabila la Wanyamulenge waendelee kuwa katika mazingira tatanishi kutokana na siasa mbovu na mbaya ya Rwanda. Ukizingatia kwamba baadhi ya watu mashuhuri wa kabila la Wanyamulenge wamekuwa wakikosoa vikali vita hivi ambavyo vinaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwaomba baadhi ya jamii na familia zao ambazo zinashawishiwa kujiondoa mara moja ndani ya hali kama na hizo ambazo Rwanda inatumia watu familia zao kama vile silaha kwa kutafuta kushinda vita hivi, lakini sivyo kabisa. Asante kwa kwenda pamoja nasi. Habari ni kama na hizo asubuhi ya leo ambazo tumekuchambulia, ni kwamba hali ni mbaya upande wao, na sasa wanajaribu kuziba tundu. Waliofariki ni wengi na wafahamu tayari. Sisi hatujataka kukuzungumzia kwa sababu unajua kila ukweli, na ukweli unao. Maafisa 49 ambao wamepotea, watazibaje kundi hizo? Nyarugabo ikiwa anazungumza hivi anatarajia kuchukua wazifa moja fulani hivi maalum kwenye M23 ambayo inamfanya kwamba onekane kwamba anafanya kazi sana na yuko shupavu kwenye vita au kwenye mazungumzo, ili kwamba hali yake iwe nzuri na azidi kujifanikisha mwenyewe kwa maslahi kwamba anatetea kabila la Wanyamulenge, swala ambalo linatupiliwa mbali kila mara. Hali ndiyo hiyo ambayo inaendelea Uvira. Mamlaka ya serikali inatarajiwa kutawala na kuanza kazi rasmi. Meya amewasili na
vikao vinaendelea vya maandalizi ya vile serikali itajipanga, na waliofanya makosa au walioachwa na M23 wanashikwa na kuwakilishwa kwenye serikali, na serikali inawashughulikia. Wazalendo wanajipanga vizuri pamoja na serikali, wanaendelea mbele kuweka nguzo dhidi ya M23. Tahadhari zote zimefika. Shukrani kwako, endelea kuwa pamoja nasi na karibu wakati mwingine.